sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani, hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo tarehe 29 ya mwezi wa 9 mwaka 2025, juma la 26, kipindi cha kawaida cha mwaka wa kanisa. Leo mama kanisa anaadhimisha sikukuu ya watakatifu Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli, malaika wakuu. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Danieli sura ya 7 aya 9 hadi ya 10 na aya ya 13 hadi ya 14. Na somo la Injili linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya kwanza aya 47 hadi ya 51. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane. Yesu alipomwona Nathanaeli anakuja kwake, akanena habari zake, tazama, Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Nathanaeli akamwambia, umepataje kunitambua? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwapo chini ya mtini nilikuona. Nathanaeli akamjibu, Rabi, wewe umwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikuambia nilikuona chini ya mtini, waamini? Utaona mambo makubwa kuliko haya. Akawaambia, amini amini nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji, tutafakari kwa pamoja sehemu ya maandiko matakatifu tuliyokwisha kuisikia hivi punde. Ndugu zangu, siku ya leo ni kuu sana katika kanisa. Ni sikukuu ya watakatifu malaika wakuu, Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli. Kumbe ni vizuri basi kutafakari kuhusu malaika na malaika wakuu. Ndiyo maana ujumbe utakaotuongoza na kutusindikiza leo katika tafakari yetu ni viumbe wa Mungu. Ndugu zangu, kwa ujumla mafundisho ya kanisa utanabaisha kuwa malaika ni viumbe vya kiroho, wajumbe wa Mungu na zaidi watumishi wa Mungu. Malaika daima hutazama uso wa Baba aliye mbinguni. Kumbe wao ni hodari wanaotenda neno lake, tayari kusikiliza sauti ya neno lake. Malaika wana akili na utashi, ni viumbe wenye nafsi na wanaishi milele. Wanazidi kwa ukamilifu viumbe vyote vinavyoonekana. Tunaona wazi kuwa malaika wote ni viumbe wa Mungu walio na nafasi ya pekee katika historia ya wokovu. Ni roho watumikao wakitumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu. Malaika tangu uumbaji na katika historia yote ya wokovu wanatangaza toka mbali au karibu wokovu huo. Ndugu zangu, yamkini mimi na wewe tunajiuliza sasa, hawa malaika wakuu ndio akina nani sasa? Wana upekee gani? Mtakatifu Mikaeli ni mkuu wa nguvu za mbinguni, mmoja wa malaika wakuu. Malaika Mikaeli ni mkuu wa kundi la malaika liitwalo maserafi. Jina Mikaeli linamaanisha ni nani kama Mungu. Huyu malaika mkuu ni nguvu ya Mungu. Ndiyo maana katika kitabu cha Ufunuo anaongoza jeshi la Mungu dhidi ya nguvu za shetani mwovu.
Malaika mkuu Mikaeli ametokea sehemu nyingi duniani ikiwemo nchi za Mexico na Ufaransa. Mtakatifu Mikaeli ni kielelezo cha unyenyekevu kwa Mungu. Na baada ya Mikaeli tunaye malaika mwingine ambaye ni malaika Gabrieli. Huyu ndiye mjumbe wa Mungu. Jina Gabrieli, wapendwa, linamaanisha mtu wa Mungu au mjumbe wa Mungu. Malaika huyu ndiye hutumwa na Mungu kupeleka habari njema kwa watu wake. Ni malaika Gabrieli aliyetumwa kwa Zakaria na mkewe Elizabeti kuwatangazia kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji. Pia alimtangazia Maria kupata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kumzaa mtoto Yesu. Hata katika Agano la Kale, Gabrieli alimtokea Danieli ili kumfahamisha maono aliyoyaona. Huyu ndiye Gabrieli, kielelezo cha utu wa kazi ya Mungu. Hatimaye sasa tunaye Rafaeli, mmoja kati ya malaika wakuu 7 wanaosimama karibu kabisa na Mungu. Jina Rafaeli linamaanisha Mungu anaponya. Kumbe ndugu zangu, Rafaeli ni dawa ya Mungu. Ndiyo maana malaika mkuu Rafaeli alitumwa na Mungu kuwasaidia Tobiti, Tobia na Sara. Hadithi za kibiblia zinabainisha wazi kuwa dunia ilipojawa na dhambi za malaika waasi, Mtakatifu Rafaeli aliponya dunia. Naam, ndugu zangu, hao ndio malaika wakuu tunaofanya sikukuu yao leo. Sasa tunaweza tukajiuliza, tunapaswa kufanya nini katika maisha yetu? Tuishi maisha yatupasayo kama viumbe wa Mungu. Malaika kama viumbe wa Mungu hufuata maagizo ya Mungu muumba wao, na ndio maana malaika wanaoasi hugeuka na kuwa mashetani. Nasi wanadamu si lolote bila Mungu muumba wetu. Tusimwasi Mungu na kuangukia motoni. Kama viumbe wa Mungu twaweza kuziishi sifa za kimalaika. Tunajaliwa daima kusimama mbele ya Mungu, kumsujudia na kumwabudu. Rejea Zaburi ya 103 aya 21. Muhimidini Bwana enyi majeshi yake yote, ninyi watumishi wake mfanyao mapenzi yake. Ndugu zangu, tukiwa watumishi waaminifu wa Bwana kama watakatifu Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli, malaika wakuu, na tukifanya mapenzi ya Mungu daima, hakika tutajaliwa mambo makuu sana kama Yesu alivyotuambia katika Injili ya leo. Na huko ndiko kuwa kweli viumbe wa Mungu, ambao ndio ujumbe wetu wa leo. Mpendwa ndugu yangu, mimi na wewe daima tukumbuke kuwa kiumbe bila muumba hutoweka. Watakatifu Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli, malaika wakuu, mtuombee ili tuwe kweli viumbe wa Mungu kwa matendo. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelli Franki Kasongi Benedikto wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari de Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Bwana Yesu Kristo ni taa ya mioyo yetu, kwa hiyo inatupasa tulipoke. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani. Ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani. Ndilo neno lenye kutuletea wokovu.